Unaambia nikupe pesa kwa sababu kumpeleka mama yako hospitalini? Hatuna pesa za ziada za kuchezea, sawa? Yaani huko ni kuchezea pesa ama ni ubadhirifu wa pesa. Sawa, mambo nasamia, ila nilikuomba ruhusa mume wangu, vipi kuhusu hilo? Swala la ruksa nitakufikiria. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Mwanangu, hii cheni nimehifadhi kwa muda mrefu sana, na nilikuwa na ahadi nayo na kukabidhi. Natimiza ahadi niliyokuwa na mama yangu. Alisema mjukuu wangu akiolewa umpe, ndio kama zawadi yake na ndio kama kumbukumbu. Kwa hiyo ukaitunze, ukaisamini, ukaipenda. Unaiona? Ni nzuri sana. Asante sana mama kunitunzia cheni hii, naahidi kuitunza kama ulivyoitunza wewe, ila pia namwombea bibi yangu apumzike kwa amani huko alipo. Pia namshukuru kwa zawadi hii nzuri aliyobariki. Amina rabbil alamin. Yaani machini ilikuwa nzuri hivi, au kutamani siku moja kuivaa hii. Ningekuwa na tamaa ungeikuta hiyo. Kwa kweli watuza unasije kuona hata siku moja kuivaa. Asante Mungu kwa kunipa mume, kwa kupewa zawadi. Asante mama. Haya. Na umesafishwa mimi mama yako hapa, maana sielewi mama mimi kama ni mchana au ni usiku, sijielewi. Maana juzi tu hapa tulikuwa tunalalamika, jana tulikuwa tunalalamika, hatuna pesa. Safari itakwendaje? Safari itakuwaje? Yataanzaje? Yatamalizika vipi? Hivi na vile, kufumba na kufumbua. Walijana na ule mwanangu, tena ni ya Dar es Salaam wala si ya daladala, kwamba tuendapo ngamiani. Nimefaitu tu na vitu vangu nimefanya, basi ndio maana nimepoteza mawazo. Nafanya vitu vyako? Vitu gani kwa mwanangu mimi sivyovijua? Vitu gani hata mimi sijijua mama yako, kwamba wewe umefanya kitu hiki ukapata hela? Mwanangu, mbona wanitatiza mama? Wanitatiza mwanangu, sijielewi. Naomba unisamehe mama, unisamehe sana. Ukweli ni kwamba nimeuza ule mkufu wangu, nimeuza.
Uko upi? Mzuri mkufu ambao ulipewa na bibi unatuza Mtumwa mwanangu, mkufu alijia kwa muda mrefu, akautunza miaka nenda miaka rudi mwanangu. Umeninyong'onyeza, umeninyong'onyeza. Mimi nikifanya hivi mama, nikifanya nini? Mke wangu, Abe mmeo, kuna wakati huwa natamani saa changamoto za humu ndani ziishe, lakini kuishi changamoto za humu ndani ni wewe kunisikiliza mimi na kunikubalia mimi na kunielewa nini ambacho nahitaji kwako. Sifikiri wala sidhani kama masikio yako huwa kwako yameziba, lakini huwa unanielewa na kunisikiliza. Tatizo lako ni moja tu, hutaki kuwafanyia kazi. Sijui ni kitu gani ambacho unakiogopa wala ambacho unakihofia, sijui ni kipi. Yaani sijui kabisa. Lakini kimsingi kuna wakati natamani kitanda hichi kimoja, tukae vizuri, tucheke vizuri na maisha yaendelee. Lakini wewe uliniomba ruhusa, na nikakwambia ngoja nitakujibu kwa wakati mwingine. Lakini leo nipo hapa kwa ajili ya kuruhusu ile ruhusa yako. Kwa niseme wazi kuwa nimekuruhusu. Asante sana mume wangu, nimefurahi sana sana, maana sikutegemea. Kumbe ulikuwa una mawazo mazuri tu ya kuniruhusu. Asante sana mume wangu, yaani kwa mara ya kwanza yaani umeniruhusu pasipo na mambo mengi. Hivi ndo wanandoa wanatakiwa kuishi sasa. Muda wote kuwa na amani, furaha, upendo hali ya juu na masikilizano nyingi kama haya. Nimefurahi, asante sana mume wangu, nakupenda. Sawa, lakini na mimi mtumwa niseme kuwa naombi moja kwako. Ombi gani? Vizuri. Unajua kwa mimi nakula na shiba, sawa, na napata kile ambacho nakihitaji, lakini kumbuka kuwa na mimi nina haja na wewe unasafiri. Je, utanikubalia mimi kutoka nje? Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni motoni. Karibuni sana mama, karibu kaa hapo. Haya, asante mwanangu. Karibuni sana, isikie nipo nyumbani. Si tunashukuru. Hapa ndo kwangu na haya mnaona ndo maisha yangu.
bado sijajipata sana, bado naendelea kupambana. Yaani umejitahidi sana, kwa sababu maisha yataka hivi. Maisha usipojaribisha mwanangu, hawezi kukujaribu. Yabidi ujaribishe maisha ili nao maisha nayo kujaribu unaweza. Kwa hiyo hapo umeshajaribu mwanangu, umeweza. Yaani umeweza. Na sisi leo tumepata pa kufikizia kama hivi. Sisi singiko tuhangaika. Yaani ndio ushapiga hatua kwa mji wa Dar es Salaam umekuja. Una baba, una mama, una ndugu, una rafiki, lakini leo umepata sehemu na sisi tumepata pa kufikizia. Saizi ngiko tunaheka za kulipia nyumba za wageni. Twende huku turudi, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu akuzidishie mwanangu. Umejitahidi ndio vizuri. Mashallah. Haya mama. Wenyewe wanasema ukikaa chumba kimoja na ndoo makorokoro kibao wenyewe wanaitaga store. Mwanangu, binadamu ni kama vidole. Havifanani. Hiki kidogo, hiki kinampisha mwenzio. Sasa hata uwezo na maisha yako hivyo hivyo. Mwingine hana kabisa hata hilo godoro, analala chini. Lakini kikubwa ni kupambana tu na yani kinachotakiwa ujiamini vile ulivyo. Yaani vile ulivyo ujikubali kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo mwanangu, wewe umejikubali mpaka sisi umetukubalia tuingie hapa. Wengine wakaa mjini humu hawataki hata ndugu zao wafike majumbani. Kisa tu alala chini. Ukilala chini mgeni wako akija naye atalala chini. Au sivyo? Yaani mwanangu wewe umeweza. Alhamdulillah. Mama. Karibuni sana. Ngoja basi niandalie hata chai. Haya. Asante. Karibu sana. Asante. Nisikia uko nyumbani. Kikweli ni mwanamke mzuri sana. Na siku zote ukikata kwenye tango basi unaendelea kupendeza zaidi. Namaanisha natamani uwe kwangu hapo kwenye nyumba. nikwambie kitu. Mama ukaa kwenye pango sio vitu vyangu. Toa sasampa. Tumalizane. Niondoke. Toa sasampa kijana. Sasa maneno mengi. Toa hela. Toa hela kijana. That's nice boy. Wow. Nataka nikuchemshie, kumbe nyingine unashaniongea huko. Ndio shaka. Kwa hiyo tunachofuata. Nilipokuwa natoka toilet kule nimemwaga maji, sijaona tambara la kufuta. Kwa mimi nikaacha. Kuna madera au mwanamke hapo, chagua lolote unaenda kufutia tu. Madera? Yaani madera mke wako nikafutie maji. Miranda Koma bin Koma wa mzee Koma. Usitaje hicho karagosi mbele ya wewe malaika wangu. Sikiliza. Uona thamani zaidi kuliko yeye ambaye hayupo. Basi kama nina thamani zaidi utaenda kufuta, sio? Sawa, chukua dera futia tu. Wewe ukafuta. Halina thamani kiasi hicho. Sawa, kafute, si dera la mke wako. Mimi sishiki nguo za mwanamke wako. Sawa.
Mpenzi wangu Mahabuba, kwa huba jadida ulionipa jana, muda si mrefu mwamala utasoma. Marhaba baby. Ni wewe tu. Namba ni wewe. We mtoto mlito, we mtoto mlito. Shenzi unajua sana wewe. Unaondoka kama. Mtumo, mgonjwa wetu wodini anafanyiwa vipimo kwa ajili ya kuthibitisha ripoti ambayo tumeipokea, na ripoti inaonyesha mgonjwa anaumwa saratani ya shingo ya kizazi, na hii imebainika baada ya kufanyiwa vipimo vya CT scan, na kitaalamu anatakiwa afanyiwe matibabu ya mionzi ambayo huitwa radio therapy, na matibabu haya hufanyika kwa wiki 5 mpaka 6, hutumia muda wa dakika 10 mpaka dakika 15. Hivyo basi mtakapokuwa tayari, mgonjwa bili tuwe naye hapa kwa ajili ya matibabu, na matibabu haya ambayo kukamilika kitaalamu hutumia muda wa wiki 6 hadi 8. Natumaini umenielewa mtumu. Sawa dokta, mimi nimekuelewa. Kwa maana sio peke yake ambaye ana matatizo haya, wameshakuja wengine wakapatiwa matibabu na wamerudi katika hali zao za kawaida. Sasa hivi wanaendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa awali. Sawa, asante sana dokta. Na mimi niombe heri kwa mama yangu. Basi matibabu haya yamponye na yeye awe sawa. Inshallah Mungu atamjalia itakuwa hivi. Amina inshallah. Leo umeamua unipe nyumbani kwako. Maana tokea ulivyonisababishia mimi nikafukuzwa kazi, ulikuwa huna mpango na mimi tena. Sasa sijui kwa nini leo umeniita kwako. Hapana. Hapana. Hizo ni fikra zako tumbo ambazo unazifia kichwani mwako. Lakini ukweli ni kwamba nilikuwa niko busy kidogo na majukumu. Shughuli zile bana. Siku zote tunaamini mapenzi huwa lazima uwe na nafasi, uwe na muda mzuri wa kukaa na mpenzi wako. Lakini kama vitu hivyo navikosa, nitapata wapi nafasi ya kupiga simu? Kwa utaiti wa majukumu niliokuwa nao ndio nimepelekea mimi nikashindwa kutafuta. Mbona kipindi nipo kazini kwa tuwasiliana vizuri? Au ndio upo busy na mitandao wako? Maneno gani hao nasema? Sio hivyo bwana. Sawa. Alafu ninapokuwa na wewe achana kwa Miranda. Sawa, niambie. Leo umekumbuka nini kwangu mpaka ukaniita? Unataka kujua nimekumbuka nini? Niache bwana. Niache.